Katika zama hizi ambapo mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku, kumekuwa na tabia ya watu wengi kutafuta umaarufu kwa njia ya haraka, mara nyingi kupitia kiki. Tunashuhudia mara nyingi wanamuziki wakipanga kashfa za mapenzi au watu maarufu wakijipenyeza kwenye mijadala ya kisiasa kwa ajili ya kuzungumziwa. Njia hizi mara nyingi huzaa matunda ya muda mfupi, lakini huishia kupoteza heshima na upendo wa wananchi. Lakini kando na upepo huo wa kiki, kuna kundi la watu nchini Kenya ambao ni mashuhuri lakini wamejijengea jina na heshima bila kutumia mivutano ya kijinga. Wamekuwa kioo cha jamii, wakiheshimika kwa kazi zao na mchango wao katika sekta mbalimbali. Umaarufu wao si tu wa bahati nasibu, bali ni matokeo ya nidhamu, uvumilivu pamoja na kujitolea. Hawa ndio watu ambao ukiwasema ni vigumu kumpata mtu anayeweza kuwapinga. Katika makala haya tutaangazia nyota 10 wa Kenya ambao karibu kila Mkenya anawapenda na kuwaheshimu, tukieleza maisha yao, kazi yao na kwa nini wamekuwa alama upendo wa kitaifa. Wa kwanza ni Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge anajulikana ulimwenguni kama mfalme wa marathon. Si tu mwanariadha bora, bali pia ni alama ya nidhamu pamoja na unyenyekevu. Alizaliwa mwaka 1984 huko Nandi County, na safari yake ya riadha ilianza akiwa kijana mdogo akivutiwa na mshindi wa Olimpiki alijulikana kama Patrick Sang, ambaye sasa ndiye kocha wake. Kipchoge ameshinda medali za dhahabu kwenye Olimpiki mbili, ile ya Rio mwaka 2016 na Tokyo mwaka 2020. Na mwaka 2019 alifanya historia kwa kuwa mwanadamu wa kwanza kukimbia marathon chini ya saa 2. Let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. On his shoulder, 140, the unofficial time. There's his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. Zaidi ya ushindi wake, Kipchoge anaheshimika kwa maisha yake ya kawaida. Anaishi pale Kaptagat, akila chakula cha kawaida, akilala hostel sawa na wanariadha chipkizi. Mara kwa mara amenukuliwa akisema, "A disciplined mind is the bridge to success." Hii inamweka tofauti na wanariadha wengine ambao wengi wanaishi maisha ya kifahari. Na huyu ndiye mfalme wa marathon, Eliud Kipchoge, mwanariadha aliyeweka historia ya dunia kwa kukimbia marathon chini ya saa 2. Watazamaji wangu, unajua mara nyingi Kipchoge anapenda kusema discipline is the bridge to success. Sasa nikuulize wewe, je, maisha yako yamepangwa kwa nidhamu au la? Wa pili ni David Rudisha. David Lekuta Rudisha alizaliwa mwaka 1988 huko Kilgoris, Narok County. Anajulikana kwa kukimbia kwa kasi pamoja na utulivu wa kipekee katika mbio za mita 800. Ameshinda medali za dhahabu za Olimpiki mwaka 2012 huko London na mwaka 2016 huko Rio, huku akivunja na kuweka rekodi ya dunia mwaka 2012. 1:40.91, David Rudisha, that's the best way to win the Olympic Championship. Nobody's ever done it quicker. Unbelievable. Rudisha anabaki kuwa kielelezo cha Kenya katika riadha, si tu kwa ushindi bali pia kwa unyenyekevu na maisha bila kashfa. Hata baada ya majeraha yaliyomfanya apumzike, bado anabaki kwenye kumbukumbu za Wakenya kama mtu safi aliyepeleka jina la taifa mbali zaidi. Watatu ni kundi la Sauti Sol. Ukisikiliza nyimbo kama vile Sura Yako au Suzana, unajua mara moja huu ni mziki wa Sauti Sol. Hii ni bendi ya wavulana 4 iliyoanza mwaka 2005 na tangu hapo imeweka Kenya kwenye ramani ya muziki Afrika. Lakini je, si jambo la kuvutia kwamba katika miaka hiyo yote hakuna drama kubwa zinazohusiana na kiki zinazowahusu Sauti Sol? Wao kazi yao ni muziki tu pamoja na kazi safi. Bendi ya Sauti Sol inajumuisha Bien Aime Baraza, Willis Chimano, Savara Modigi pamoja na Polycarp Otieno. Imekuwa chombo cha kueneza muziki wa Kenya kimataifa. Ilianzishwa Nairobi mwaka 2005 na kwa zaidi ya miaka 15 wameendelea kutoa muziki wa kiwango cha juu kama vile Sura Yako, Suzana na Short and Sweet.
Bendi hii imekuwa kipenzi cha watu, si tu kwa mziki, bali pia kwa mtindo wao kuishi. Hakuna drama kubwa za kiki zinazowazunguka. Ni wasanii ambao wamejikita kwenye kazi na mapenzi kwa mziki. Kupitia shirika lao la Sauti Sol Foundation, wamekuwa mstari wa mbele kusaidia elimu na kukuza vipaji vya vijana. Wanne ni Eric Wainaina, mshairi wa taifa kupitia mziki. Kama kuna msanii anayeimba kwa ajili ya taifa, basi ni Eric Wainaina. Wimbo wake wa Daima Kenya ni kama wimbo wa taifa usio rasmi, na ule nchi ya kitu kidogo ulipiga kelele dhidi ya ufisadi. Eric hakutafuta kiki, alitafuta mabadiliko. Huyu ndiye msanii anayeheshimika hadi leo. Eric Wainaina ni jina linalohusiana moja kwa moja na mziki wenye ujumbe. Alipata umaarufu mwaka 2000 kwa nyimbo kama vile Nchi ya Kitu Kidogo iliyopinga ufisadi na Daima Kenya, wimbo wa taifa usio rasmi wa kizazi kipya. Mziki wake unaleta mchanganyiko wa Afrofusion na midundo ya Kiafrika. Eric anaheshimika sana kwa kuepuka kashfa, akibaki mwalimu wa mziki na mtetezi wa haki. Ameheshimika kwa kuwa kiongozi wa kiroho wa mziki, anainua mijadala ya kijamii kwa njia yenye hekima. Watano ni Nyanshiski. Nyamari Ongengu, maarufu kama Nyanshiski, alijulikana mwanzoni mwa mwaka 2000 kama mwanachama wa kundi la Kleptomaniacs. Baada ya kundi hilo kusambaratika, alihamia Marekani ambako alikaa kimya karibu mwongo mmoja. Wengi walidhani amepotea, lakini mwaka 2016 alirudi kwa kishindo na wimbo Now You Know. Kurudi kwake kulipokelewa kwa shangwe kwa sababu alileta mziki wa kipekee uliojaa hadithi na falsafa. Nyanshiski hajawahi kuwa na kashfa kubwa. Anaheshimika kwa kuwa msanii safi, anayejali familia na mwenye kusimama na kazi yake peke yake. Na kinachomfanya apendwe ni msanii safi anaimba hadithi za maisha bila kiki na bila drama. Namba 6 ni msanii Nameless, mzazi wa pop ya kisasa. Huyu ndiye Nameless, mume wa Wahoo, baba wa familia na bado msanii wa pop anayependwa na vizazi viwili tofauti. Nameless si msanii wa maneno mengi, bali mziki na maisha ya familia yamefanya kwa kipenzi cha taifa. Ni nani anaweza kumchukia Nameless? Naam, hakuna. David Mathenge, anajulikana kama Nameless, ni mmoja wa wanzilishi wa mziki wa pop nchini Kenya. Alijulikana kwa wimbo kama vile Mega Rider mwanzoni mwa mwaka 2000 na tangu hapo amekuwa kwenye mstari wa mbele katika burudani. Kando na mziki, Nameless ni msomi wa taaluma usanifu wa majengo, yani architecture. Maisha yake ya familia na Wahoo, ambaye pia ni msanii, yamekuwa mfano wa ndoa thabiti ya wasanii wachache nchini. Nameless amekuwa kipenzi cha umma kwa kuwa hana kashfa kubwa na huonekana kama kaka wa kila mmoja. Wa 7 ni Abel Mtua, mkurugenzi wa hadithi. Abel Mtua, maarufu kama mkurugenzi, alianza Tidy High kama Freddy. Sasa amegeuka kwa msimulizi mkubwa pale YouTube, akitupatia hadithi safi zilizojaa mafunzo pamoja na ucheshi. Kila anapoongea tunakaa tumsikilize, si kwa kiki bali kwa hadithi zinazogusa maisha yetu wote. Kama umewahi kutazama stori za Abel Mtua na ikakufanya ucheke hadi machozi, basi usisahau kulike video hii. Hata hivyo, Abel Mtua anajulikana kama mkurugenzi na ni msanii, mtayarishaji na pia msimulizi. Alianza kujulikana kupitia Tidy High ambapo alicheza kama Freddy. Baadaye akajitosa kwenye uandishi pamoja na utayarishaji, na sasa amejijengea jina kama msimulizi maarufu wa hadithi kwenye mtandao wa YouTube. Abel ni mfano wa mtu aliyeamua kutumia kipawa chake cha kusimulia na kutengeneza maudhui yenye maana badala ya kiki. Wafuasi wake humtambua kama mtu safi wa familia na mwenye ubunifu mkubwa. Wa 8 ni Crazy Kena. Kennedy Odhiambo, almaarufu kama Crazy Kena, ni mcheshi wa kizazi kipya anayejulikana kwa video fupi mtandaoni zinazochora maisha ya kawaida ya Kenya. Ameunda kundi la vijana ambao wote wanashiriki katika maudhui yake.
Kena amekuwa kipenzi cha vijana kwa sababu hajawahi kuhusishwa na kashfa kubwa. Ana ucheshi safi na mara nyingi hutumia vipindi vyake kuhamasisha maadili, elimu pamoja na mshikamano wa kijamii. Lakini uzuri wake ni kwamba anajenga ucheshi usio na kashfa. Ameweka kiwango kipya cha kizazi cha wachekeshaji nchini Kenya. Wa 9 ni Daniel Ndambuki, anayejulikana kama Mwalimu Churchill. Mtu anayeitwa baba ucheshi Kenya ni Churchill. Kupitia Churchill Show amewazalisha mastaa wengi wa komedi ambao sasa wana majina makubwa. Wakenya wanamchukulia kama mwalimu wa ucheshi. Hiyo heshima haipatikani kwa kiki, ni matokeo ya kazi ya muda mrefu. Daniel Ndambuki anajulikana kama Churchill ndiye mwasisi wa Churchill Show ambayo imewazalisha wasanii wengi wa vichekesho nchini. Kwa zaidi ya miongo miwili amekuwa mstari wa mbele kupeleka ucheshi wa Kenya kwenye viwango vya kimataifa. Churchill anaheshimika kwa mchango wake katika kukuza vipaji na kuepuka kashfa zinazoandama wasanii wengine. Umaarufu wake ni wa kudumu na jina lake limekuwa sawa na historia ya ucheshi ya Kenya. Wa 10 ni PLO Lumumba, na mwisho kabisa PLO Lumumba, mwanasheria na mwadhiri mwenye maneno ya moto kuhusu maadili ya Afrika. Hotuba zake ni kama mashairi yenye uzito na mara zote zinahamasisha kizazi kipya kusimama na kusema hapana katika ufisadi. Hata wale wasiokubaliana naye bado wanamheshimu. Ni mtu anayeleta mshikamano kupitia fikra. Patrick Loch Otieno aka Lumumba ni wakili, mhadhiri pamoja na mwanahabari anayejulikana kwa hotuba zake zenye uzito kuhusu uongozi na maadili barani Afrika. Ameongoza taasisi kadhaa muhimu kama vile Kenya Anti-Corruption Commission. Ingawa mara nyingine maneno yake huibua mjadala, anabaki kuwa mtu mwenye heshima na kipenzi cha watu wengi kwa namna anavyoongea kwa ufundi na kushinikiza maadili ya uongozi. Anaheshimika sana barani Afrika kwa ufasaha na usafi wa maisha yake. Umaarufu wa kiki dhidi ya umaarufu wa kweli. Kama tulivyosema awali, kiki ni njia ya haraka lakini yenye hatari sana. Wanaoitafuta huweza kuwa gumzo la muda, lakini mara nyingi wanakumbana na upinzani pamoja na kuchukiwa. Hata hivyo, watu tulioangazia hapo juu wameonyesha kwamba umaarufu wa kweli hutegemea nidhamu ya kazi. Kwa mfano Kipchoge, ujumbe wenye maana. Kwa mfano Eric Wainaina, ubunifu safi. Mfano Abel Mtua pamoja na Crazy Kena. Hii ndiyo sababu umaarufu wao umedumu kwa miaka mingi na bado wanapendwa pamoja na kuheshimiwa na karibu kila Mkenya. Kenya ni nchi yenye vipaji vingi na nyota wengi, lakini ni wachache tu wanaofanikiwa na kupendwa na kila mtu. Watu hawa 10 wameonyesha kwamba umaarufu wa kweli hauhitaji kiki, unahitaji kazi, nidhamu pamoja na kujitolea kwa jamii. Kwa kizazi kipya cha Kenya kinachotafuta mafanikio, mfano wa watu hawa ni kioo cha kuonesha kwamba heshima na upendo wa wananchi vinapatikana kwa njia safi bila drama. Huu ndio urithi wanaouacha, urithi wa upendo wa kweli na heshima isiyo na doa. Hawa ndio nyota 10 wa Kenya ambao wanapendwa bila kiki. Wameonyesha kuwa umaarufu wa kweli si drama, si kashfa, bali ni nidhamu na kazi na utu safi. Sasa je, ni nani kati ya hawa unampenda zaidi? Na je, unaamini bado Kenya inawezekana mtu kupendwa bila kutumia kiki? Hilo na kuachia wewe mtazamaji wangu. Tuambie maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe, kushare video hii na kupiga like. Mimi jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita na hii ilikuwa safari yetu ya mastaa wetu tunawapenda. Mpaka wakati mwingine, daima Kenya siku zote. Bye.